Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika maombi yanayoendelea katika mfungo wetu wa leo, na tuliona Mungu alitusemesha kwa habari ya kuzikomboa hatua zetu, lakini Bwana anaendelea kunipa maelekezo ya mambo ambayo tunatakiwa kuyaendelea kuyashughulikia katika ukombozi wa hatua zetu. Kuna ajenda mbalimbali ambazo Mungu anaendelea kunifunulia, na moja ya ajenda ambayo inaambatana na kukomboa hatua zetu inasemeshwa kwa habari ya kukomboa vinavyocheleweshwa ama kuondoa roho ya kucheleweshwa. Moja ya vitu vya ndani kabisa ambavyo tunatakiwa kushughulika navyo tunaposhughulika na kukomboa hatua zetu, Mungu ananisemesha ya kwamba nenda kaombe kwa habari ya roho ya kucheleweshwa. Roho ya kucheleweshwa hii ni roho chafu kutoka kwa adui ambayo inaweza ikawa inakuchelewesha kwenda mahali fulani, lakini ukajiona uko salama tu. Nataka nisome kwenye maandiko kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 2 na mstari ule. Nitaanza ule mstari wa kwanza, nianze hapo. Maandiko yanasema, ndipo tukageuka tukashika safari yetu kwenda jangwani kwa njia ya bahari ya Shamu, kama alivyoniambia Bwana, tukawa tukizunguka mlima Seiri siku nyingi. Walizunguka mlima Seiri siku nyingi. Bwana akanena akaniambia, mlivyozunguka mlima huu vyatosha, geukeni upande wa kaskazini. Geukeni upande wa kaskazini. Sasa walikuwa wakicheleweshwa, wamezunguka mahali hapo hapo, lakini walikuwa hawajui kama wanazunguka eneo hilo hilo. Ni hali ya kucheleweshwa. Sasa kuna namna ambapo Mungu aliamua kuwapa mwelekeo. Tunapousongeza mwaka huu kuelekea nusu ya mwaka, hatutaki kucheleweshwa kabisa. Tunataka Bwana atupe mwelekeo, wapi tuelekee. Ni ajenda Mungu ameileta katika mfungo wetu wa leo. Tunapoelekea katika package ya kukomboa hatua zetu, tumeshakomboa hatua zetu, kuna package hii ambayo inatakiwa iambatane na kukomboa hatua, ni kupata mwelekeo kinyume na kucheleweshwa. Kwa lugha ya Kiingereza anasema divine directions, kwamba unapokea mwelekeo wa kimungu uende wapi. Kwa hiyo hawa wana wa Israeli sio kwamba walikuwa wajinga, walikuwa na akili kama ulivyokuwa na akili wewe na mimi. Sio kwamba walikuwa hawajasoma. Kuna wengine walikuwa wanaelewa na ufahamu tu. Yamkini elimu zinatofautiana, lakini ufahamu ulikuwepo. Lakini kuna namna ambapo walikuwa wanazunguka hapo hapo na hawaelewi kama wanazunguka hapo hapo. Wanaona kama siku zinaenda, wanaona kama wanapiga hatua, lakini kumbe wanazunguka hapo hapo. Yamkini na wewe unaweza kujiona unapiga hatua, lakini kumbe kuna namna hatua zako kuna kucheleweshwa. Unazunguka hapo hapo. Hatua sio kwamba zimeshikiliwa, lakini mwendo wako umedhibitiwa. Kwa kwenda mbele hauendi, unazunguka hapo hapo. Unajikuta unazunguka kwenye uchumi wako huo, unazunguka hapo hapo. Siku ya kwanza, mwaka wa kwanza, miezi 10, miezi 12, mwaka umepita, mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, unazunguka hapo hapo. Lakini maandiko yanaeleza ya kwamba Mungu alitaka kuwakomboa watu wake. Number 1, akawapa divine direction. Leo tunamwambia Mungu kwenye package yetu, ukiwa umeshatufungua miguu yetu, tunataka mwelekeo. Tupe mwelekeo. Tumechoshwa na kucheleweshwa. Hatutaki kuzunguka na kuanza kusema akili zetu zitufundishe kwa kwenda, ama experience yetu itufundishe kwa kwenda, lakini tunataka mwelekeo. Unajua, unaweza ukawa kwenye taasisi fulani ukaona unaelewa sana, unaweza ukaona unajua sana, halafu kasema mimi nitatumia experience, ukajikuta unazunguka hapo hapo na experience yako.
Lakini kuna nyakati tunaambia mimi sitaki kuumiza kichwa, nataka Bwana anipe mwelekeo. Yeye aliyekuwa perfect, kwa sababu the only perfect, mtu ambaye ni sahihi, mtu ambaye yuko amekamilika ni Mungu peke yake. Yeye akikwambia kulia, usidhani kutakuwa kuna kasoro. Geuka kulia, songa mbele. Unaweza kukuta anakuambia geuka, rudi nyuma hatua 10 kwa sababu umeiacha nyuma yako njia nyuma yako ili ukunje kushoto. Yeye Mungu ni perfect. Yeye Mungu ni perfect, kwamba hana kasoro ndani yake, hakuna error. There is no human errors kwa Mungu, hakuna makosa ya kibinadamu. Akikwambia rudi nyuma hatua 10 ili ushike njia ya kushoto, rudi nyuma 10, shika kushoto, songa mbele, utafika hatima yako inayomiminika maziwa na asali. Ni nyakati za kumwambia Bwana tupe mwelekeo, divine direction. Tunataka pata mwelekeo wako leo. Kwa maana hatua zikiwa zimeshikiliwa, hata ukiambiwa nenda kulia, unaendaje? Hatua zikiwa zimeshikiliwa, hata ukiambiwa nenda mbele, unaendaje? Lakini kama Bwana ametufungua hatua zetu, na umeisikia ibada ile asubuhi ya kufungua hatua, na ukatoa sadaka ya kufungua hatua, hakika yake ni kwamba hatua zako zimefunguliwa. Na kwa kuwa hatua zako zimefunguliwa, lazima upate mwelekeo. Lazima upate mwelekeo. Unaweza kufunguliwa hatua na usijue uelekeo kulia ama kushoto. Ni lazima upate mwelekeo kwamba nao ni kulia, ni kushoto. Nini maana yake? Shetani anaweza akakuchelewesha kwenye kwenda kwenye hatima yako kwa kukosa mwelekeo ingali hatua zako zimefunguliwa. Ukakosa mwelekeo kwa kwenda, unajikuta mtu yupo ana degree yake, lakini muda huo anatamani afanye kazi, muda huo anatamani aende akafanye biashara, muda huo anatamani aanzishe miradi, halafu hajui sasa nina degree yangu kabisa mkononi. Je, niitumie degree yangu nikatafute kazi, ama niende nikafanye biashara, ama niende nikatengeneze project? Yaani unajikuta ana mambo fulani hivi, miguu iko wazi lakini hajui aende wapi. Ndio unajikuta anakosa mwelekeo. Nilikuwa na save hiyo kesi wiki kama 2 zilizopita. Binti moja amesoma kabisa vizuri kabisa, ni ukweli, akaanzisha biashara yake. Ile biashara imeanza kupiki, ile biashara imeanza kufanya vizuri, akaachana biashara hiyo, akaenda kuomba kazi. Unajiuliza, hasa waliomzunguka wanachanganyikiwa. Yani unajua kuna namna unaishi wewe, wanachanganyikiwa waliokuzunguka. Ndio ilichotokea kwa yule binti. Yani anauliza, huyu anatafuta kazi ya mshahara wa shilingi 300,000, anaingiza kwa mwezi shilingi milioni kwenye biashara. Unaanza kuchanganyikiwa wewe nje kwamba unaachaje kwenye biashara yako unaingiza faida ya milioni, halafu unaenda kuomba kazi ya mshahara wa 300,000. Lazima jirani yako achanganyikiwe, hata kama hujachanganyikiwa vizuri. Waliokuzunguka utawakoroga vizuri, na ndicho kilichotokea. Lakini walivyokuja kwangu kuniambia, wala mimi hawakuona nimesimama nao kuchanganyikiwa. No. Najua mtu akikosa divine direction ni rahisi sana kufanya mambo ya aibu. Wa jirani wanaanza kumshangaa kwamba hivi mtu umekwaje amesoma halafu ameshindwa kufanya hiki, ama umekwaje ana biashara kashindwa kufanya hiki. Hivi kwa nini yeye biashara ameshindwa kufanya kwa namna hii, na wakati ana uwezo wa kufanya kwa namna hii, kwa nini ameshindwa? Ni divine direction. Ukiikosa utafanya vitu kama vile unaenda mbele, kumbe unazunguka hapo hapo. Na namna ya kuzunguka hapo hapo ni nini? Unaamua uende na cheti chako cha degree, unaenda kuomba kazi, baada muda unaondoka, unasema no, sitaki kazi tena, una resign kazi, unaacha, unaenda kuanza biashara ikianza kupika unasema no, ni bora nirudi tena kazini. Hapana, baada ngoja niolewe kwanza ama nioe, alafu nikirudi nianze upya. Yani unajikuta unazunguka hapo. Wewe unaona kama miaka inavyoenda kuna hatua unapiga, kumbe kuna mahali unazunguka hapo unazunguka. Kwa hiyo ni lazima ujue kwamba kuna namna unavyofanya jambo la ukombozi sehemu moja. We lazima tuende kwa package. Tutamwambia Roho Bwana tufundishe package yetu mpaka jioni tunapomaliza ibada yetu ya mfungo wa siku ya leo ya kukomboa hatua. Tupe package. Tuna deal na vitu katika ulimwengu wa roho kwa package zake. Tunataka tuende mbele za Bwana sasa
tukakemee na kuharibu kabisa roho za kucheleweshwa, number 1. Alafu number 2, tutaenda kuomba divine direction, ikiwa ni sehemu ya ibada ya siku ya leo. Tuende mbele za Bwana, tukaombe Mungu aliye hai aondoe na kukomesha kucheleweshwa kwetu. Halafu atupe divine direction. Na yamkini wakati naongea hapa kuna mtu alikuwa anasikia alafu anaona hivi, mbona mchungaji anaongea na mimi kabisa? Mbona haya ni maisha yangu? Ujue ni package yako. Nataka twende mbele za Bwana tuombe kwa dakika hii kwa pamoja, kwa dakika moja. Halafu nitakuachia na wewe unaendelea, wakati Mungu tayari atakuwa amekuhudumia kupitia maombi haya ninayoomba ya dakika moja. Twende mbele za Bwana. Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Roho Bwana, asante kwa maana unaenda kumkomboa mtoto wako huyu anayenisikia wakati huu. Roho Bwana, asante kwa maana umesema nami na unasema nasi kwa pamoja, kwa kila anayesikia ibada hii, ya kwamba kumbe kuna roho zinazochelewesha ingawa hatua zetu zimefunguliwa. Mungu aliye hai, tunajua ya kwamba hizo roho zinaenda kufunguliwa na kuondolewa leo katika maisha yetu katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, asante kwa maana unaenda kuyafungua yote katika ulimwengu wa roho. Unapoenda kuondoa roho za kuchelewesha kwenye maisha yetu, utupe maelekezo ya wapi kwa kwenda, mwelekeo wa wapi kwa kwenda katika jina la Yesu. Tunahitaji divine direction, Bwana. Tukiwa tunauelekea nusu ya mwaka, tunahitaji divine direction. Ikiwa miguu yetu na hatua zetu mazifungua, Roho Bwana, kemea roho ya kuchelewesha, tupe miongozo ya mahali pa kuelekea. Roho Mtakatifu, asante kwa maana unaenda kuachilia divine direction kwa mtoto wako huyu. Unaenda kumpa maelekezo ya namna gani ataoa ama kuolewa. Unaenda kumpa maelekezo ya njia kuielekea katika biashara yake. Unaenda kumpa maelekezo ya njia kuielekea katika kazi ya mikono yake. Divine direction katika jina la Yesu. Roho Bwana, asante kwa mafuta unayoyaachilia kwa mtoto wako huyu. Asante kwa neema unayoyaachilia kwa mtoto wako huyu. Asante kwa nguvu unayoachilia hata kumpa divine direction mtoto wako huyu. Roho Bwana, asante kwa mfungo huu wa kutoka utukufu hadi utukufu, from glory to glory. Asante kwa maana one glory to another glory ni kutupa direction ya wapi kwa kwenda kwa jina la Yesu. Tufundishe Roho Bwana, akili zetu hazina matunda, experience zetu hazina matunda, wala elimu yetu imeshindwa kutupa mwelekeo wapi kwa kwenda, lakini nguvu zako hazijashindwa. Utatupa mwelekeo wa wapi kwa kwenda kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Tumezunguka mahali pamoja kwa miezi yote hii, Bwana. Toka mwezi wa kwanza tunazunguka hapo. Mungu aliye hai, na sasa ni mwezi wa 5 kuelekea mwezi wa 6. Tunahitaji utupe mwelekeo ili mwezi wa 12 tunapoenda mwaka mwingine tuwe na cha kuongea katika mwaka huu. Tunahitaji neema na rehema. Tunahitaji nguvu zako Roho Bwana. Tupe divine direction. Ukiwa tayari umeondoa na kukemea roho za kutuchelewesha kuzunguka mahali pamoja, Roho Bwana, ninaomba rehema na neema. Ninaomba ukombozi kinyume na kuzunguka mahali hapo. Ninaomba kukombolewa kinyume na roho za kuzunguka hapo. Na nguvu zako Bwana zitupe mwelekeo wa mahali pa kwenda katika jina la Yesu Kristo na katika damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa mafuta yako. Asante kwa nguvu zako. Sifa na heshima vyote ni vya kwako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Ni maombi makubwa sana ambayo yanaingia kwenye mifumo ya maisha yako. Kumbuka, mifumo ya maisha yako inahitaji nguvu ya maombi. Inahitaji kuna vitu visukumwe viingie kwenye mifumo ya maisha yako. Moja ya kitu kikubwa ambacho kinaenda kusukumwa kukamilishwa kwa maombi haya ni kupata mwelekeo wa kimungu, lakini kukemea na kukataa roho za kucheleweshwa kuzunguka sehemu moja. Basi utashika sadaka yako njema kwa Bwana, utashika sadaka yako njema kwa Mungu. Achilia hiyo sadaka kwa imani. Mwambie Bwana Yesu, ninapoiachilia hii sadaka, ninajua naanza mwendo wangu wa kuelekea unakotaka niende. Kwa sababu pia hakuna roho ya kucheleweshwa tena, lakini pia hakuna vifungo katika miguu yangu.
Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako njema katika ibada hii na maombi haya niliyofanya sasa, utaiachilia katika ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 ama namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na upate neema ya kupata mwelekeo wa kimungu leo katika jina la Yesu.